Mabibi na mabwana, CRDB oye! CRDB oye! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni. Tumekutana hapa leo kwa ajili ya kushiriki semina ya wanahisa wa benki ya CRDB pamoja na mkutano mkuu wa 30 wa benki hii ambao utaanza kesho. Napenda nianze nami kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kushiriki katika tukio hili tukiwa wenye afya njema. Napenda pia kutumia fursa hii kuishukuru bodi ya wakurugenzi na management ya benki ya CRDB kwa kunialika ili kuungana nanyi katika tukio hili kubwa na la kihistoria. Kazi, mageuzi na mafanikio makubwa ya benki ya CRDB katika kipindi cha miaka 30 ni hatua kubwa na ya kujivunia, na hasa katika mazingira ya sasa yenye ushindani mkubwa katika tasnia ya benki pamoja na dhoruba katika uchumi wa dunia. Kwa hiyo nawapongeza CRDB kwa mafanikio mengi na pia wanahisa wote kwa kuwa chachu na sehemu muhimu ya kufanikisha safari hii ya miongo mitatu. Waheshimiwa viongozi, wanahisa na wageni waalikwa, wote tunafahamu sekta ya fedha ni miongoni mwa sekta wezeshi katika uchumi kote duniani. Lakini pia maendeleo ya sekta hii yanaakisi afya ya uchumi wa taifa, ustawi wa wananchi na uwezo wa nchi kujitegemea. Na kutokana na umuhimu huo, serikali ya awamu ya 6 imejizatiti kuhakikisha kuwa sekta hii inaendelea kutoa mchango mkubwa katika maendeleo ya nchi yetu. Na katika kuimarisha sekta ya fedha, serikali imeboresha sera na kuweka mifumo madhubuti, imejenga miundombinu wezeshi na imeendelea kukuza uchumi wa nchi na kipato cha wananchi. Lakini pia yamekuwepo mageuzi ya kisera na kisheria. Serikali imepitisha sheria ya mabenki na taasisi za fedha sura ile ya 342 ili kuweka msingi imara wa kisheria kwa uendeshaji wa benki na taasisi nyingine za kifedha nchini. Kadhalika sera mbalimbali zikiwemo sera ya taifa ya huduma ndogo ya fedha ya mwaka 2000, mpango wa taifa wa huduma jumuishi za fedha awamu ya kwanza 2014 mpaka 2016 na awamu ya pili 2018 mpaka 2022 na awamu ya tatu 2023 mpaka 2028. Lakini pia kuna mpango wa taifa wa elimu ya fedha wa mwaka 2016 mpaka mwaka 2020. Kuna programu ya kutoa elimu ya fedha kwa umma 2021-22 mpaka 2025-26. Tuna sera ya taifa ya huduma ndogo za fedha ya mwaka 2017, mpango mkuu wa maendeleo ya sekta ya fedha 2021 hadi 2029-30 na sheria ya taifa ya huduma ndogo za fedha ya mwaka 2018. Pamoja na hatua hiyo, serikali imeendelea kuwekeza katika mifumo na miundombinu wezeshi ikiwemo nishati na tehama kwa ustawi wa sekta ya fedha. Waheshimiwa viongozi, wanahisa na wageni waalikwa, matokeo ya kuwepo kwa mazingira hayo wezeshi yameongeza ushindani na ufanisi katika sekta ya benki nchini pamoja na kuzifanya huduma za fedha kuwa jumuishi na endelevu. Aidha, katika miongo mitatu iliyopita tumeshuhudia ubunifu wa benki zetu na CRDB ikiwa mstari wa mbele kabisa katika teknolojia,
ambao umeleta mapinduzi makubwa katika sekta ya benki katika taifa letu. Tumeshaambiwa hapa na mkurugenzi mtendaji juu ya kuanzishwa kwa huduma za kibenki za kielektroniki kama vile benki kwa njia ya simu, mobile banking, benki mtandaoni, internet banking, miamala ya kielektroniki ambayo imerahisisha na kuongeza kwa kiasi kikubwa upatikanaji wa huduma za benki, ikiwemo kuyafikia maeneo yaliyo pembezoni. Ripoti za Finscope zinathibitisha kuongezeka kwa kiasi kikubwa kwa ujumuishi wa huduma za kifedha kwa watu wazima kutoka 9% mwaka 2006 hadi 65% mwaka 2017 na 72% mwaka 2025. Na kwa ujumla maendeleo hayo yameleta matokeo chanya katika sekta ya fedha, ikiwemo ukuaji wa sekta hii kwa ujumla wake kutoka 3.1% mwaka 2020 hadi 16.4% mwaka jana 2024. Lakini pia ukuaji wa mikopo kwa sekta binafsi ambao umeongezeka kufikia 14% kwa mwaka ulioishia mwezi wa 3 mwaka huu, ikilinganishwa na 8.6% katika kipindi kama hicho mwaka 2020. Waheshimiwa viongozi, wanahisa na wageni waalikwa, mafanikio ya benki ya CRDB katika kipindi cha miaka 30 iliyopita yako wazi na yameelezwa vizuri na mkurugenzi mtendaji, kijana mahiri kabisa, na nisingependa kuyarudia. Sasa, pamoja na mafanikio hayo makubwa, ili benki ya CRDB iendelee kukua na kushamiri katika karne ya 21, ningependa nitumie muda uliobaki wa hotuba kushauri ijielekeze na kuongeza nguvu katika maeneo kama 5 hivi yafuatayo, na hayo ni kwa uchache. La kwanza ni kuendelea kufanya mageuzi ya kiteknolojia kwa kuongeza matumizi ya huduma za kimtandao ili kuongeza ufanisi, usalama na ushindani. Na hii inajumuisha ushirikiano na wadau wa teknolojia ya fedha ili kubuni bidhaa na huduma zenye ubora. Kuwekeza kwenye teknolojia kutapunguza gharama za uendeshaji, kutawezesha kuwafikia wateja wengi zaidi kwa muda mfupi, na hasa walio vijijini na maeneo yasiyo na matawi. Na kwa watu wenye kipato cha chini au wasioweza kufungua akaunti za kawaida, hao wataweza kupata huduma kwa njia rahisi zaidi. Aidha, ili kunufaika na teknolojia ni muhimu kuwa na rasilimali watu yenye ustadi katika tehama. Lakini vile vile katika miaka ijayo, matumizi ya akili mnemba katika tasnia ya benki yanatarajiwa kuleta mageuzi makubwa na kufungua fursa mpya. Na kulingana na utafiti wa OECD wa mwaka 2020, kazi na tasnia ya benki na bima nyingi zinaelezwa kuwa zitafanyika na roboti na akili mnemba. Kwa hiyo ni vema benki ya CRDB ijipange vizuri zaidi kuanzia sasa kutumia fursa zinazoibuka kutokana na matumizi ya akili mnemba. Hilo jambo la kwanza. Nawapongeza sana kwa jitihada ambazo mmefanya katika eneo hili, lakini tunakokwenda tunahitaji jitihada zaidi. Jambo la pili, kukua kwa matumizi ya teknolojia kumeleta pia wimbi la matukio ya uhalifu wa kimtandao
unaohatarisha mitaji ya benki duniani na kuongeza gharama za kukabiliana nao. Na kutokana na hilo, usalama wa benki ya CRDB pia unaweza kuhatarishwa na mwitikio wake mkubwa katika matumizi ya tehama. Hivyo, udhibiti wa tishio la uhalifu wa kimtandao unapaswa kuwa kipaumbele cha benki yetu hii ili kujenga imani ya wateja na kulinda heshima yake. Jarida la Cybercrime toleo la mwezi wa pili mwaka huu linakadiria kuwa miaka michache ijayo dunia inatarajia kuelekeza takriban dola za Kimarekani trilioni 10 kuimarisha usalama wa mtandao kwa mwaka. Kwa hiyo benki yetu ya CRDB, kwa maoni yangu, haina budi ijiandae na ijihami mapema na wakati wote kupambana na uhalifu wa kimtandao. Jambo la tatu, rasilimali za mtandaoni, kwa Kiingereza wanaita digital assets, pamoja na teknolojia ya blockchain ni miongoni mwa mageuzi ambalo kwa kweli ni kubwa sana. Kuziba pengo la ufadhili wa miradi ya mazingira ambalo kwa kweli ni kubwa sana. Na ni matumaini yangu kuwa benki ya CRDB chini ya mwavuli wa Tanzania Bankers Association mtazingatia pia hii ajenda, kama ambavyo tayari mmekuwa kinara katika swala la hati fungani ya kijani. Waheshimiwa viongozi, wanahisa na wageni waalikwa, kabla sijamaliza hotuba yangu, napenda kutumia fursa hii kuwakumbusha wanahisa wote wa CRDB. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu. Ninapenda kutumia nafasi hii kuwaomba wanahisa wote na wananchi wote wa Tanzania kutumia fursa hii, kwanza kuhakikisha kwamba mmerekebisha taarifa zenu katika daftari la kudumu la wapiga kura, lakini pia kushiriki katika uchaguzi mkuu. Jambo muhimu sana. Tusipotumia fursa hii vizuri, tukaweka viongozi madarakani ambao watasimamia mageuzi mbalimbali ikiwemo katika sekta ya fedha ili tuende mbele, basi tutakuwa tumepungukiwa sana. Lakini nataka kuwaomba sana, tunaposhiriki katika mchakato mzima wa uchaguzi, tufanye hivyo kwa amani na utulivu. Kamwe tusije tukaipeleka nchi yetu katika uchaguzi wa vurugu na matusi. Mifano inayotuzunguka ni mingi sana. Ni lazima tuepuke jambo hilo kwa uwezo wetu wote. Taifa letu la Tanzania libakie moja la watu wanaopendana, kuweka watu wanaopendwa na wananchi madarakani. Kwa hiyo ninawaomba sana wanahisa wa CRDB na Watanzania wote kuzingatia hili, ni jambo muhimu. Lakini pia nitumie nafasi hii kutoa pongezi maalum kabisa kwa ajili ya uzinduzi wa mradi wa ujenzi wa ile sekondari ya CRDB Ilala, Dar es Salaam. Kwa kweli CRDB imekuwa ni kinara, na mimi ninatumaini kwamba na benki nyingine sasa zitafuata huu mfano mwema wa CRDB Bank, ikiwa ni pamoja na udhamini wa masomo kwa vijana wetu wa Kitanzania ambao ni wabunifu sana,
lakini wanakosa fursa. Kwa hiyo hongereni sana CRDB Bank Foundation kwa kusimamia ajenda hii. Bado tuna mahitaji makubwa. Nilitamani basi na benki nyingine wakiiga, wengine waende Dodoma, wengine waende Kigoma, wengine waende Mtwara, sababu tunaongezeka kwa kasi na vijana wetu wa Kitanzania wamekaa hawana fursa. Kwa hili ni jambo zuri sana. Leo mmenipa raha. Nadhani ni kati ya mambo yamenifanya nitulie hapo muda wote, pamoja na kuwa kesho nalazimika kusafiri kwenda kufanya kazi ya jamhuri huko Brazil. Sasa mwisho kabisa, naomba niwapongeze kwa mara nyingine tena kwa kutimiza miaka 30 ya kujenga benki ya CRDB iliyo imara, inayoaminiwa na wananchi na yenye kutoa mchango mkubwa katika maendeleo ya taifa letu zuri la Tanzania. Na baada ya kusema hayo, sasa ninayo heshima kutamka kuwa semina ya wanahisa wa benki ya CRDB na maadhimisho ya mkutano mkuu wa 30 tangu kuanzishwa kwake vimefunguliwa rasmi.